Haya basi, hadithi. Hadithi njoo, paukwa, pakawa. Basi katika kijiji kidogo pembezoni mwa bahari, aliishi mvuvi mmoja aitwaye Baba Juma. Alikuwa mzee mnyenyekevu, asiye na familia, aliyeishi kwa kutegemea samaki aliyowavua kila siku. Ingawa maisha yalikuwa magumu, moyo wake ulikuwa na wema mwingi na alijitahidi kuwasaidia jirani zake kwa kile kidogo alichokipata. Siku moja, aliamka alfajiri kama kawaida. Akavua mtungi wake wa samaki. Akapanda kwenye mtumbwi wake mdogo na kuelekea baharini. Bahari ilikuwa tulivu, lakini moyo wake ulikuwa mzito. Alitamani maisha bora, chakula cha kutosha, nyumba nzuri na heshima kutoka kwa watu wa kijiji. Akiwa katika bahari, ghafla aliona kitu kikizunguka kwenye maji. Aliposogea karibu, aligundua kuwa ni ndege wa rangi za kupendeza, aliyenaswa kwenye wavu uliotupwa na wawindaji haramu. Baba Juma alimhurumia na kumtoa kwa upole. Kwa mshangao wake, ndege huyo alianza kuzungumza. Ndege akamwambia, "Umenisaidia kwa moyo wa huruma. Mimi ni ndege wa ajabu, na kwa wema wako nitakutimizia matakwa matatu. Lakini kumbuka, mara tu ukishaomba, huwezi kubadilisha ulichokitaka." Baba Juma alifikiria kwa muda. Kisha akasema, "Nimevumilia umaskini kwa miaka mingi. Ombi langu la kwanza, nataka kuwa tajiri kuliko wote hapa kijijini." Mara moja alijikuta kwenye nyumba kubwa, mavazi mapya na fedha kila kona. Watu wa kijiji wakaanza kumzungumzia, lakini kwa chuki na husuda. Marafiki waliokuwa wakimtembelea walipotea wote. Hakukuwa na mazungumzo, hakukuwa na furaha. Siku moja alipokuwa peke yake kwenye bustani ya kifahari, Baba Juma alisema, "Pesa pekee hazitoshi. Nataka watu waniheshimu. Nataka kuwa kiongozi wa kijiji." Ndege alitimiza ombi lake. Baba Juma alipewa cheo cha uongozi. Lakini badala ya kupendwa, alihofiwa. Watu waliogopa kumuona barabarani. Hawakumuita tena kwa majina ya upendo. Walimuita mheshimiwa kwa sauti za hofu. Basi, wasiwasi ikamkaba. Usingizi ukapotea. Kwa mara ya kwanza, alikumbuka maisha ya kawaida aliyokuwa akiyaishi hapo awali. Alikumbuka akipiga gumzo na majirani, akicheka na watoto, akila samaki aliyowavua mwenyewe. Akamuita ndege kwa mara ya mwisho. Akasema, "Sitaki tena mali. Sitaki tena mamlaka. Nataka tu kuwa na moyo wenye utulivu na furaha. Hilo ndilo ombi langu la mwisho." Ndege alitabasamu na kumpa busu la hewani. Mara moja vyote vilitoweka. Baba Juma alijikuta tena katika kibanda chake cha zamani, mikono ikiwa na nyavu na bahari ikimkumbatia kwa upole. Siku zikasonga, Baba Juma alirudia maisha yake ya kawaida, lakini kwa furaha kubwa kuliko hapo awali. Akiwa sokoni, alimsikia mzee wa kijiji akisema, "Mtaka cha mvunguni sharti ainame."
Kile tunachokitamani kwa haraka mara nyingi hutuletea majuto. Furaha ya kweli ipo katika kuwa na shukrani kwa kidogo tulicho nacho. Wakazi wa kijiji wakaanza kumheshimu tena Baba Juma. Sio kwa sababu ya mali au cheo, bali kwa sababu alikuwa na moyo wa utulivu, hekima na upendo. Ndege wa ajabu akiwa amepona kabisa, aliruka juu ya bahari, akalia kwa furaha. Hakurudi tena, lakini alimwacha Baba Juma na zawadi kubwa zaidi, hekima ya maisha.